Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mratibu wetu wa Umata Taifa Alhaji Sheikh Nchia, Mheshimiwa katibu wa Umata mkoa wa Mwanza kaka yangu, Mheshimiwa muhasibu wa Umata mkoa wa Mwanza Sheikh Duba, Mheshimiwa mratibu wa mkoa kupitia taasisi ya Umata, Mheshimiwa mwandishi au mwanahabari wa Umata mkoa wa Mwanza, waheshimiwa walezi wetu wa Umata ngazi ya kata ambao tumeambiwa watakuwa ni mashekhe wa kata, waheshimiwa maimamu wenzangu na maustadhi wa madaris, lakini pia na wale ambao hawapo katika nafasi hizo, lakini pia nitambue uwepo wa waandishi wa habari kwa ngazi zote, lakini pia tukiongozwa na mwandishi nguli kaka yangu Sahibu Manazil. Niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, katibu wetu tayari kashamaliza maneno, na kutokana na wasa na mimi niseme msemaji sana, kwa sababu tumekuja hapa kwa ratiba maalum ili mtu amalize akafanye shughuli zingine. Sasa tukisema tuongee sana tutazidi kuwekana, na ile hali haina umuhimu huo wa kuwekana. Niseme tu jambo moja kwa viongozi wale wa Umata, hasa maafisa habari ambao mmeteuliwa, inakulazimuni msimame katika nafasi zenu, kwa sababu alikuwepo kabla yenu nyinyi, lakini ule kuto kujitoa kwao kumewafanya wapangule katika zile nafasi zao. Kwa nyinyi ambao mmeshika hii khatamu ya kuwa ndio watu wa habari, maana kwamba taarifa nyingi tunazitaraji kutoka kwenu, si wa katibu tena, kwa maana kwamba mmekuja kumpunguzia kazi nani? Katibu. Katibu kazi yake itakuwa ni kuhifadhi madokumenti na kuhifadhi zile taarifa muhimu, lakini habari za kupeleka taarifa kwa maimamu kupitia hasa vyombo vya habari na mitandao ni kazi yenu. Kwa inakulazimuni msimame katika engo yenu. Lakini pili, wale wa maimamu ambao mmetiania ya kujiunga ndani ya Umata kuwa wanachama, nikuombeni muingie kwa nia moja, na wala haimaanishi wewe kuwa Umata inakuondoa kule uliko. Hapana, unaweza ukawa ni mwanachama wa Umata lakini pia ukawa ni shekhe wa kata. Ule kule kuwa mwanachama wa Umata haikuvui kuwa shekhe wa kata, wala ile kuwa wewe ni mwanachama wa Umata haikuvui wewe kuwa imamu wala kuwa mwalimu wa madrasa. Hapana. Na ndio maana katika maelezo ya katibu alisema Umata hii haijaegemea kwenye taasisi moja, kwamba itadili na maimamu wa baraza tu. Hapana. Wala haina maana kwamba itadili na maimamu wale wa Ansari. Hapana. Bali midhali wewe ni imamu kwa taasisi utakayokuwa yoyote, uwe Ansari, uwe Shia, uwe nani, midhari una sifa ya uimamu au una sifa ya ualimu wa madrasa, ukihitaji kuwa Umata utakuwa mwana wa Umata na taasisi yako hiyo iliyokuwa nayo, na wala usiogope. Lakini pia hapa nitoe ombi kwa viongozi wetu wa taasisi mbalimbali. Inawezekana kuna mtu anaogopa kuwa mwanachama wa Umata akihofia taasisi yake, kwamba nikishakuwa Umata huku tafanya nini? Taondolewa. Ni waombe wale wakuu wa taasisi kwamba imamu wako kuwa Umata haimaanishi kwamba zile huduma unazopata kwako ndio zisitishe. Atakuwa mwanachama wa Umata, lakini pia yale majukumu yake ya kila siku kwenye taasisi yako ataendelea kuyatumikia.
UMATA manake ni umoja wa maimamu Tanzania, maana kwamba inawasimamia maimamu wote. Na hapa tulipo wapo maimamu wa taasisi mbalimbali, wako wa baraza, wako wa nje ya baraza, wako ambao hata hawana taasisi, wao wenyewe ni nini, ni taasisi tosha, lakini tupo nao. Kwa hiyo nitoe ombi langu kwa wale viongozi wa taasisi mbalimbali ambao wamewaajili au wanawasimamia maimamu kwenye taasisi zao, wawaruhusu maimamu kujiunga na UMATA. Leo hiki kimeanza kidogo cha tende, lakini vinakuja vingi. Lakini pia vipo, kwa mfano kuna program ya Safina. Hii ni program maalum ya kuwainua maimamu kielimu, na hasa elimu ya nini, ya mazingira. Leo hii utamkuta imamu mashallah kwenye nahwu yuko vizuri, lakini kumwambia what is your name hajui. Na kwa nafasi ya imamu anakutana na watu wa namna tofauti tofauti, wenye lugha tofauti tofauti. Kwa hiyo wewe ukiwa ni mwalimu tu, ni imamu tu wa Kiarabu, atakuja mtu ambaye hajui Kiarabu na anahitaji msaada wako. Kwa hii program ya Safina ni moja ya mikakati ya UMATA kuwainua walimu na maimamu kwenye engo hiyo ya elimu. Kwa hiyo ni mazuri ambayo yanaandaliwa na nini, na UMATA. Kwa hiyo tujipige kifua na tuwe huru kujiunga na taasisi hii. Unaweza kusema labda mimi nafaidika nini? Kuna mtu anaweza akajiunga UMATA kwa lengo kwamba alikuwa anahisi kwamba kuna bahshishi tafaini zitakuwa zinatolewa kila mara. Hapana. Lengo ni kukutengeneza wewe kuzitafuta hizo nini, hizo bahshishi. Kwa hiyo kama nilivyosema, nisio mingi kuzungumza sana, niishie hapa, nirudishe maiki kwa katibu ili atuendeleze na ratiba inayofuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.